freedom through truth. Praise the name of the living God. Uhuru kupitia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naangalia siku moja tukiwa wadogo, tulikuwa tumezoea kudanganywa na wazazi ati ya kwamba ukitoka usiku utakutana na Kaini. Sijui kama nyinyi mlipatana hizo habari, pengine kwenu mlidanganywa na kitu kingine, lakini sisi tulikuwa tunaambia ukitoka nje ya nyumba ukae, mnaenda huko usiku, unatembea, utakutana na Kaini. Na Kaini kwa sababu aliua Abeli atakuua. So usiku ukifika ulikuwa unaingia nyumba mapema. Hii hata kama ilikuwa ni uongo, kuna uongo pale, kile ambacho mzazi alikuwa anatafuta sana ni ya kwamba mtoto asiende usiku. Lakini ilikuwa ni uongo. Nilipokuja kujua ni uongo ya kwamba hakuna mtu kama Kaini, sikuogopa, nilianza kutembea uhuru wa shushu. Nilikuwa naenda kwa marafiki zangu hata kama ni usiku. Bwana Yesu asifiwe. So hii kifungo, na watu wengi maana tunaishi katika dunia iliyojawa na deception, imejawa na uongo. Na uongo huu ni kwa sababu gani? Biblia inasema kwamba the devil is a father of all lies. So unaweza ukaona kama ndiye anayetawala dunia, kile ambacho kitakuwa kingi katika dunia ni uongo. Na ndipo unaweza kuona hata wewe saa hizi ukikaa hapo, hata wewe wakati umetoka nyumbani, ukiangalia tu between jana usiku na leo hii asubuhi umedanganya mara ngapi, unaweza ukaona ni kwa nini. Watu wako na changamoto ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Either umedanganya kwa simu, either umedanganya katika maongeo, either umedanganya katika matendo, either kuna kaukweli na kauongo fulani kako katika maisha ya mwanadamu. Kwa sababu ya hii syndrome ambayo shetani yako nayo ya kudanganya. Na uongo kila wakati ambapo, uongo mahali ambapo unapotumika, kile ambacho watu huingia ndani yake ni kifungo. Katika taifa la Kenya tulitawaliwa na wakoloni. Ijapokuwa walikuja na Biblia, kuna ukweli walikuwa wameshika, kuna uongo walitumia kutufunga nao. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka saa hizi tunang'ang'ana kujitoa katika huo uongo, hiyo koloni ya utumwa, hiyo kufungwa kupitia njia ya uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ona anie ningenda nyikiria mutumia huo box ni ili niingize mke wangu box. Ona mori hata ni jana alikuwa ananikumbusha, tulikuwa napita hapa town na Deacon Kingori ni kwa gari, akiwa kwa gari nikaambia Deacon Kingori kuna gari iko hapa town ilinunuliwa na mtu fulani, ilikuwa ya baba yangu. So nikaa nikionyesha Deacon Kingori kama hii gari ilikuwa ya baba yangu. So wakati nilikuwa namuonyesha mke wangu akaambia Deacon Kingori huyu mtu aliniigiza kwa box, aliniambia kwa baba yake alikuwa anatiga na gari. So akaniambia Deacon Kingori, hata mimi nilimwambia tiga ni huyo ndugu yangu mwingine na gari ni yangu. Na kweli haikuwa yangu, hata logbook haikuwa yangu, lakini aliingia kwa wakati mwingine nakutanga kuna kauongo na kuna kaukweli. Hata wewe mwenyewe uko hapa uliigizwa box namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Ingine akanikumbusha siku ingine wakati nilikuwa namuona, nimwambia kwa wakati nitakuwa utakuwa ukivalia kama logo manduli, manguo za Kinigeria, hata moja sijai. Lakini aliingia kwa Sasa amekuja kuona ukweli. Sasa tumeona sasa inaenda miaka 10 na kitu, 18, 19. Bwana Yesu asifiwe. Sasa amekuja kujua ukweli. Sasa hata ni yeye wakati mwingine aninunulia nguo. By the way, they are very poor kujinunulia manguo, ni ananinunulia nguo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona niko smart, jua mambo ilibadilika. Alikuwa ni yeye niigiza box, lakini Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha unakuta hii ni changamoto tunang'ang'ana nayo mpaka nyumbani, mpaka kwa watoto nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto kabisa unadanganyilia mtoto kabisa, unakuta kuna uongo unatumia na unamweka katika kifungo fulani cha uongo. Bwana Yesu asifiwe. This thing inaweza tusubua milele. Inaweza kutusubua milele. Nimesikia mtu mwingine akisema kwamba watoto saa hizi ama ile corruption ambayo tunaiona katika taifa la Kenya ilichangiwa na sisi wazazi tulipoanza kuhonga mtoto. Unataka kusoma vizuri, nitakupatia kitu fulani. Unataka mtoto akule chakula, nitakupeleka mahali fulani. So tulianza corruption nyumbani tukilewa, pale katika malezi, katika uchanga wetu. Tukaingizwa katika kifungo cha uongo fulani.
Na ni wakati ambapo saa hizi ndio maana tunagangana na hii roho ya corruption katika taifa hili, ili tutoke. Imekuwa ngumu sana, tunapigana na kwa sababu katika akili zetu tulikuwa programmed na hiyo uongo. Bwana Yesu asifiwe. Na ni shida ambayo tuko nayo, ni kukubali ukweli. Na mzungu anasema kwamba truth pains, inauma. Ukweli huuma. Ukweli huuma. Na kwa sababu watu wamefika mahali ya kwamba wanataka kusikia kile ambacho wanachotaka kusikia, adomedako. Na ndio maana unaona wanasiasa wanateka advantage kwetu. Mwanasiasa mmoja mimi tulikana akaniambia, na ndiko nikachukia wanasiasa. Akaniambia kwamba we politicians tunakuambiaga kile unataka kusikia. Tukwiraga kile wewe dako igua. Unataka kusikia tutaweka hii barabara. Ya hapa. Tutaweka lami. Anakuja kuambia, hii barabara ukinichagua tutaweka lami. Atakuambia kile unataka kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio shida tulikuwa nayo. Tuliambiwa pesa mfukoni. Hata mimi mwenyewe sina, hata yuko wale tukiangalia haina kitu. Deli. Kwa sababu niliambiwa ninataka, kwa sababu mimi nataka pesa mfukoni, wataniweka pesa mfukoni. Tulifanya, tunatakanga kufanya kila ambacho tulichofanya nini? Tulichoambiwa. Hiyo uongo ndio inatukula mpaka saa hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Biashara tunazofanya ziko na uongo. But there comes one thing. Yesu alikuja kuleta ukweli. Lakini ukweli huu umekataliwa mpaka saa hizi, mpaka Wakristo bado wengine hatujakubaliana na huu ukweli. The truth. Bwana Yesu asifiwe. The truth. And I want you to understand, kuna mamlaka yaliyo katika ukweli. Wazungu wanaita Valachia's authority. Mamlaka ya ukweli. Ukweli wenyewe uko na mamlaka ambayo haiwezi kupingika. Bwana Yesu asifiwe. Azeso wasomi wale wanafanya mambo ya sheria wanasemanga ya kwamba constitution, there is a spirit of constitution. Praise the name of the living. Nasikianga majaji mawakili wakisema the spirit of constitution. That's the power or the authority that is in the constitution. Praise the name of the living God. The same case with the word of God has power. It has authority in it. Na kwa sababu ya watu kukosa kuamini hili neno na kulichukua jinsi ambavyo linavyofaa, ndipo nakuta kwamba badala yalitufaidi sisi, halitufaidi, kwa sababu tungali tunangangana katika ukweli huu. Maandiko yanasema in the book of John chapter number 8 verses 31 and 32. Kuna hatua tatu ambazo nataka tuende hapo. John chapter number 8 verses 31 and 32. Yohana mlango wake wa 8 mstari wake wa 31 mpaka 32 anasema hivi. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Amen. Sikia, hapa kuna hatua mbili. Kuna hatua tatu ambazo Yesu alipeleka hawa Wayahudi. Na Biblia inasema kwamba hawa Wayahudi waliomwamini. So the first step ya kwamba ukweli utanifanyia kazi, ama ukweli ama utakuwa na mamlaka juu ya maisha yangu, ni kwa sababu mwanzo nimekwisha muamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Every believer, Mungu amekupatia nafasi ya kwamba neno hili ama mamlaka yaliyo katika neno ina uwezo wa kukufanyia kazi katika maisha yako. Hallelujah. Sijui kama unanipata. That a believer, wakati nilimwamini Yesu, ndipo nilipatiwa uwezo ama nilipatiwa kiingilio ya kwamba mamlaka yaliyo katika neno hili inifanyie kazi. Let me use it to constitution yetu ya Kenya. You know, as long as you are a citizen of Kenya, uko na sheti, uko na kitambulisho chako cha Kenya, hapo kwa hapo sheria ya Kenya kulingana na sheria ya Kenya inakupatia nguvu ama inakupatia mamlaka ikufanyie kazi mambo fulani, si ndio? Uandikishwe kwa SHA, uandikishwe kwa NSSF, utibiwe, upate maji ambayo ni safi kulingana na zile ambazo vitu ambazo tumeambiwa na serikali, mtoto wako asomee Kenya, uweze kupata ardhi katika Kenya. As long as hauna kitambulisho cha Kenya, huwezi ukamiliki shamba katika taifa hili. Ni kweli?
So kile ambacho kinapatia ukweli ama nguvu za constitution juu ya maisha yangu ni kwa sababu mimi am a citizen of Kenya. Nimeruhusiwa kulingana na constitution ya Kenya. So the power of constitution inaniprotect na inanipatia huo uwezo. The same case, as long as I'm a believer in Christ, as long as I'm a believer in Christ, that's where now I get the authority ya kwamba hili neno litanifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. But hapo sio mwisho. Ni kama vile Kenya, basi nikiwa na niko na kitambulisho naweza nikapata shamba. Lakini hautaipata tu ukiwa umelala, lazima kuna bidii utakazozifanya ili uweze kuwa shamba. Okay? So that a power ya kunipatia uwezo wa kupata shamba, hiyo ambao inakupatia uwezo unaenda kwenda hospitali na utibiwe, ni kwa sababu constitution inakupatia hiyo nguvu na iko na hiyo mamlaka. The same case now, hata kama niko na nimeamini Kristo, Yesu akapeleka hawa watu akaambia kwamba kitu cha kwanza, nyinyi mumeniamini. Kisha akawaambia the second thing, ile itakayosababisha neno hili likupatie lifanye kazi kwako ama liwe na mamlaka juu yako, ni kwa sababu ya kitu kinaitwa hold to the teachings. Kama sivyo Yesu alisema, he said, if you hold to my teaching, you will be my disciple. Bwana Yesu asifiwe. Watu wale wamevunja sheria za Kenya saa hizi wako either wamefungwa gerezani ama wamekuwa banned. Kuna vitu vingine hawezi kufanya katika taifa hili. Si ni kweli? Inatokea mtu ambaye ni mfungwa akiwa ndani huwezi kumiliki. Utapata vitu hizi kwa wapi? Constitution ama freedom ambayo mtu hupewa, huwa automatically hiyo sheria imepokonya hayo mamlaka ya kuishi vile ambavyo vinavyotaka kuishi. Ukiwa mfungwa hautaenda ile hospitali unataka, wanakuambia general. Kama maji ni ya boa, huwezi ukasema nitakunywa maji ya chupa. Gotire. Kwa hivyo hiyo mamlaka ama sheria though ilikuwa inakuprotect, kwa sababu ulikuwa unakaa vile ilikuwa inataka ukae, ndio inakupatia uwezo wa kupata hizo vitu. Ukivunja hiyo sheria, uwekwe ndani, umepokonywa hayo mamlaka. Hayo mamlaka yameondoka ya kupatia freedom. Kwa hivyo ule ukweli wa sheria hautakuwa na uwezo juu yako, hautakusaidia jinsi unafaa kukusaidia. Though you are a Kenyan citizen, lakini uko ndani umenyimwa haki fulani katika maisha yako. Na ndipo Yesu akaambia hawa, if you will hold on my teachings, praise the name of the living God. Akawaambia this itakupeleka katika kiwango cha kuwa my disciple. The word disciple means the disciplined one. That's the meaning of the word disciple. Aliyetiwa nidhamu ama aliye na nidhamu. Bwana Yesu asifiwe. So ukiwa na nidhamu, ukikaa, if you hold on my teaching, if you hold on this truth, you'll be disciplined. Praise the name of the living God. Na hii Yesu anasema, and hii inakupatia kuwa disciple. It takes you to another level. Believing, holding on the word of God, then you become the disciple. And now this discipleship, ukiwa disciplined Christian, now this what gives you the qualification that the authority in the word, the authority that the word of God carries, will work for you. Hiyo ndio inasababisha neno hili likufanyie kazi katika maisha yako. Yesu akasema hivi, if you hold on to my teaching, you are really my disciples. Verses 32. Then, hajakomea hapo. Then, so this is progressive. Ni kitu kinaendelea. Anakutoa hatua hii. Believing, holding on, become a disciple. Then, anasema hivi, then you will know the truth. Kutoka hapo ndipo tunafikanga Mungu anakuruhusu ujue ukweli. Unajua kuna watu wengi katika maisha yao kusoma Biblia hauelewi, wakati mwingine hupati. Wakati nilikuwa nasoma hii Biblia nasikia ni kama ni novel, mpaka Biblia unasikia inakushosha. And kwa Kristo tuko katika, hata ukiuliza watu wengi mnasomanga Biblia mara ngapi kwa siku, utashangaa sana. Umesoma kitabu hiki Biblia mpaka wapi?
Nisikia Mizika Shoki siku nyingine akisema kwamba anarudia mwaka huu ni mara ya pili ya mara ya tatu. Na kuna mtu hii Biblia hajafikisha nusu, even the New Testament alone. You see, when you become a discipline, when nimeokoka, nimeanza kutembea katika njia za Mungu, then Yesu anasema hivi, you shall know the truth. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu, maandiko yanasema kwamba Yesu alisema sitaacha kama mayatima, but I'll give you my Holy Spirit, who will reveal all the truth unto you. Which truth? The word. Atawafunulia kweli yote. Now once I know the truth, Yesu anasema then you shall know the truth. Then maandiko yanasema kwamba what will set you free, what will set you free is that truth. Praise the name of the living God. Hallelujah. Watu wengi mnafikiria ya kwamba ni kufunga sana kutanifungua katika vifungo vingine. Vifungo vingine havitavunjika kwa sababu umefunga miaka mingi. Praise the name of the living God. Vifungo vingine havitavunjika katika maisha yako, hazitakuondoka katika maisha yako kwa sababu ya kwamba jambo lingine wa Kristo wanafanyanga. Kuna miujiza mingine, kuna watu mambo wanafikiria kwamba nitanunua muujiza kutoka kwa Bwana. No. It's when you shall know the truth. Nakumbuka wakati mimi niliokoka nilikuwa nasumbuka sana. Usiku nilikuwa ninanyongwa. By the day nilikuwa ninanyongwa usiku na mapepo. Nimwambia historia yangu kule nilitoka kwa madawa ya kulevya, hizo mambo baya za uko upande. Sitarudi huko. So wakati niliokoka mimi pepo hazikuachana na mimi. Mimi shetani alinifuata tu. Usiku nilikuwa ninanyongwa utuko. Nilikuwa nasikia kimutu kikubwa kimekuja kimeingia kwa nyumba, amenikalia, ameninyonga. Nagalia kuitana, najaribu kuitana, hakuna mtu akunisaidia. Wakati mwingine napiga mablanketi najikuta nimeanguka kwa kitanda, chini ya kitanda. Wakati mwingine nina nyongo usiku mpaka najiendea haja usiku. Ikafika mahali ikawa kwamba imenisumbua. Wazazi wangu naenda kulala kwa bedroom ya wazazi wangu. Na ni modo mogimati mwana. Si ati nilikuwa mtoto. Ati ya kwamba usiku ili wakisikia ninang'ang'ana wanaamuka kuniombea ama wananiita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapendwa, wakati nilikuja kujua ukweli, usiku moja nikiwa tu ninaomba, wakati mwingine nilikuwa napiga magoti ninaenda kuomba, ninasikia ni kama kuna mtu amekuja na ninasikia uoga. Maombi inaishia hapo, nasema amen. Na saa hiyo stima ama taa italala on, kwa sababu usiku ninajua kutakuwa na shida. Lakini huu usiku moja nakumbuka nikiomba, nilisikia tu sauti moja, Mungu akaniambia sauti hii, na ndio ilinibadilisha kutoka hiyo siku. Katika hayo maeneo sauti kaniambia, walio upande wako ni wengi kuliko walio kinyume na wewe. Kioko nikodashiria dhino wa maandiko where God is speaking to me concerning this, ya kwamba nikiwa katika ufalme wa Mungu, walio upande wangu ni wengi sana kuliko hao walio kinyume na mimi. Hilo neno lilikuja kwangu kwa nguvu sana, na nikajua kumbe sikuanji peke yangu. Ni vile sijawahi jua ya kwamba niko na Mungu upande wangu, niko na jeshi kubwa lilo upande wangu. Hallelujah. That truth kutoka hiyo siku, kera goma legi hutia uone, nikaambia shetani niguze uone, guza tena uone. And that time I declared war. Na kutoka hiyo siku nyongwa tena. Imagine, niliomba hiyo, kama kuna siku niliomba masaa 6, hiyo ndio uchanga wangu wa kiroho. Ile wakati niomba masaa mingi sasa mfululizo usiku moja 6 hours. From that time nilisikia hiyo sauti, and it changed my life. Sikuhitaji mtu kuniombea. It is the truth about nilisikia. That truth ikanifungua kutokana na kukaliwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe.
Wapendwa, nyinyi mko hapa, pengine unapitia mambo kama hayo. Wakati utakapojua ukweli wa neno hili na likupatia mamlaka, aliye ndani yako ni mkuu kuliko anayetawala dunia hii. Ukeraga ngoma ukagweje, mmekuwa mkininyanyaza, come here, I know you. Once you know the truth, this truth will give you the authority. So the authority that is in the truth, ili kuipata lazima kuna kasafari mmetembea na Mungu. Hallelujah. Praise the name of the living God. The same authority ndio itakusababisha uingie mbinguni mkutane na Baba siku moja. If you not know this truth, you not have the authority to stand even before him. It is a word. Na ndiko maandiko Mungu anasema vizuri. Na nataka unielewe. Unaweza kuwa kwamba husikiage sauti kila wakati. Unajua wengine unangojea tu usikie Mungu akiongea, unisikie vile Roho Mungu anaongea, ungojee. Na ndio watu wengine wanaenda kwa manabii, unaenda kwa mtu anakaa kuambia nimesikia, iko hivi. But let me tell you, if you know the power that is in this word. Maandiko inasema hivi. Yes, Mungu anasema hivi katika in the book of Psalms. Psalms 138 verses 2. Ya kwamba Mungu ameliinua, he has exalted this word kuliko jina lake mwenyewe. Imagine. So you can imagine the power and the authority that is in the word. Nimesema Psalms 138 verses 2. Nisome maandiko. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your unfailing love and your faithfulness. For you have so exalted your solemn degree that it surpasses your fame. Version zingine inasema hivi, King James ama NIV? NIV. Part B. Inasema hivi. For you have magnified your word above all your name. Yani Mungu amepatia neno hili nguvu kuliko jina lake mwenyewe. So meaning his word represents him. Inamwakilisha yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. This word ambao hausomangi, lili neno ambalo hauliamini, lelo nini hili neno ambalo haulichukui kwa nguvu, hili neno linaakilisha Mungu. Gotire Biblia yege ekuandikwo. Hakuna constitution nyingine ya mbinguni inaandikwa. It is already written. Hallelujah. It is already written. Praise the name of the living God. And that's why he says in the book of Isaiah 55, anasema kwamba hakuna neno litakalo itoka nje ya kinywa chake litakalo murudia hivyo bure, bila kutimiza kusudi alilolikusudia. You can imagine the power that is in the spoken word. The truth has power. The authority that is in the word. Hebrews, maandiko na katika kitabu cha Waebrania 4 mstari wake wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Inasema jinsi ambavyo neno la Mungu ni upanga, ni kama, by the way, it's not sword, it's like a sword. Ni kama upanga ulio na makali pande zote mbili. It is sharper than any double-edged sword. Praise the name of the living God. For the word of God is living and powerful. This is the authority that is the word. The power that is in the word of God. Praise the name of the living God. The spoken word. But for it to work for you, you have to believe it. You have to believe it. Nilisikiza mtumishi wa Mungu siku moja, alikuwa amepitia kipindi kigumu sana. She's a great woman of God in our nation. And alikuwa anasema ya kwamba alipitia changamoto za kifinances na changamoto zingine katika huduma. And what she did, literally, alichukua Biblia, na sikuambia ufanye hivyo. Aliweka chini akiomba. Akaambia Mungu, mimi nitasimama katika ahadi zako. So he stepped on the Bible. Akamwambia Mungu what he has spoken. He quoted verse after verse. And he told God, if it is true, there's a word, what you have said, and I believe in it, let it work for me. Let it work for me. If it is true, let it work for me.
He was provoking God. He was telling God, if surely what is written in this Bible, it is true, and I believe in it, mimi naiamini hivyo umesema, basi fanya katika maisha yangu. And that's the time that God sent people walisimama na huduma yake kwa njia kubwa sana. Hayo mambo yote yalikuwa namsumbua, ilifika mwisho. Let me tell you, it is not only reading the Bible, but it's believing in the word. And you have to believe to hold on the teachings of Christ. That's the time the word of God will work for you. Wakristo wacha kutaka tu kila wakati unafikiria maombi peke yake kuwekelewa mkono ndio inatoanga suluhisho, inaleta suluhisho. Na sisemi maombi kuombewa ni vibaya, but it's when this truth you believe in it, you hold on it, you become disciplined through the word of God, then you seek to know the truth. It's when the truth will work for you. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. So you can imagine, hii neno la Mungu linajua kinapita kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Mambo unayapitia, jiulize, do you know the truth about it? Because shetani aliingiza deception. Shetani ni muongo. Niwapatie testimony siku moja kuhusu mtoto wangu alikuwa mgonjwa na anaenda kufanyiwa upasuaji. Na let me tell you, wakati mwingine hili neno lazima uwe zugu wa hili neno na usimame nalo likufanyie kazi. Na niliuliza Mungu maswali kwa sababu kuna neno nilikuwa nimesikia Mungu ameniambia 2019, sitakuacha, nitakuwa pamoja nawe, vita vyako nitapigana, watakao kupiga wewe ndio wataumia, sio wewe. Na nikakuja na nyuki nikauliza Mungu, kwani ulinitoa kule, ulinitoa ukuje uwe watoto wangu katika mji? Ni nini nimepaswa kufanya ambacho sijafanya? Uliniahidiaje? And I prayed for my son. And it was 1 week to an operation, emergency operation. And I'm telling you, hata hizo dawa nilipewa hakukunywa na akapona hapo kwa hapo mpaka wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Do you know any truth? Do you know any truth? Do you know any truth? Unajua ukweli wowote? This word can work for you. The authority that is in this word can work for you. Praise the name of the living God. The authority that is this word can work for you. Praise the name of the living God. Hallelujah. It can work for you. Tafuta kujua huu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaa nikitafakari hili neno usiku huu wa leo na jana. Katika yale mambo ninayapitia, nikaa nikijiuliza, maybe some of these challenges that I'm going through, is there a truth that I don't know that I need to know? Kuna ukweli sijui ninapaswa kujua? Nataka ujiingize hapa, ujiulize. Kama ni ugonjwa, Yesu anasema ya kwamba alipigwa mapigo. Kuna dada mmoja alikuja kwangu siku moja, alikuwa ametoa mimba 7. Akakuja akaniuliza, ameokoka kanisani, ndio nimemwambia siku moja msamaha wokovu. Lakini baada ya muda kukaa akajiuliza, kweli naweza nikasamehewa dhambi kama hizi? Kaniuliza, naweza nikasamehewa dhambi kama hizi? So siku moja akakuja hapo kanisani kwa madhabahu na akaniambia, pastor,
Inawezekana kuwa kwamba sijasamehewa. Kamuuliza kwa sababu gani? Ndipo sasa kanipatia historia. Na sikuwa na kitu kingine, mimi nimwambia kulingana jinsi neno ambavyo vinavyosema. The truth is there is no sin that the blood of Jesus can't wash. Dhambi tatu tu nilisoma juzi. Blasphemy against the Holy Spirit. If you don't forgive, you can be forgiven. Lakini dhambi zingine zote, Biblia inasema kwamba dhambi zingine zote mwanadamu alizozifanya atasamehewa. That's the truth. Huyo dada kanisani alijitolea na amejitolea saa hizi, hata uwezi ukafikiria ya kwamba siku moja alikuwa katika hiyo hali. Alihitaji tu ukweli. Umkweli umtoe katika kifungo cha kumwambia kwamba hajawahi samehewa na hataisamehewa kwa sababu ya makosa aliyofanya. Haleluya. Kuna mambo unapitia katika maisha yako, lakini kuna ukweli ambao hujajua, ili huo ukweli uwe na mamlaka ya kukutoa katika hiyo hali. Kuna kifungo unapitia katika maisha yako, lakini jiulize, what truth do I know concerning this situation? Which truth do I know? Ni marriage yako iko na shida, jiulize, what truth? Is there a truth that I don't know? Na doa nyingi unakutanga kile kitu kinavunjanga familia nyingi ni uongo. Shetani ameingiza uongo. Mnaanza shuki, sijui ni mambo ya pesa, sijui ni shuki kwa sababu. Lakini Mungu ameweka protocol mzuri sana ya familia na ndoa. Nakuta zile shida zinasumbua ni kukosa kuapply neno la Mungu. Hii ukiliapply neno la Mungu na kupatia mamlaka, ndoa yako inasimama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biashara yako, kile ambacho kinazuia pengine ifanikiwe, ni kwa sababu kuna ukweli katika neno la Mungu ambao haujauamini, ambao haujaufuata, ambao unafaa huo ukweli ukufanyie kazi juu ya biashara yako. Praise the name of the living God. Yes, there is a truth that you need to know. There is truth that you need to know. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengi mwanadamu anapitia katika maisha yake ni udanganyifu wa shetani. And that's why Jesus called him, he is a liar. He is a liar. He is a liar. Na pia Biblia inasema kwamba sauti yake na maneno yake, chochote atakachoongea ni uongo. Kwa hivyo chochote anachokifanya pia ni uongo. Na ukweli ndio utakaonitoa katika uongo wa shetani. Katika kifungo hiki napitia, katika mateso anapitia. Praise the name of the living God. Hallelujah. You need the truth. You just need truth. You can come out of that situation now. Unaweza ukatoka katika hiyo hali. Mambo yako yanaweza ikakuwa mazuri. Unaweza ukafanikiwa zaidi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuomba nawe mchana wa leo kwa jina la Yesu. And this is what my prayer is. May this word work for us. May the word of God work for us. Nikikio kiaga kirutewira muturine wako. Inaweza kuwa ngumu na vibaya sana, daktari na kudunga sindano na ifanyi kazi katika mwili wako. Ni shida. If this word will not work for me, what else will work for me? If the truth will not work for me, what else will work for me? Hallelujah. Naomba tusimame mchana mwema kwa jina la Yesu. Thank you Jesus. Thank you because of your word. Thank you because you are the true God. Kuna mahali nataka uingie kwa dakika moja, sekunde za kuhesabu. Nataka utafakari. Nataka tu utafakari. Kuna kitu nataka utafakari. Nataka utafakari, ujiulize, what could I be going through? Ni nini ninapitia maishani? Nikidiragerera. Ni familia, ni kazi, ni afya, ni biashara. Yale mambo, ni watoto wanakusumbua nyumbani. Jiulize, what truth have I aligned myself with? Nimejiweka sababa na ukweli gani? Ninaujua, ninaoamini. Na si ati kwamba kujua tu, kuamini ni ukweli gani ambao ninaoamini sawa sawa na kile ambacho ninachopitia.
Because in every deception, in every lie, there is truth somewhere. Which truth do you know that is equal to that lie? Kiura gerera maheni magoma, hiyo uongo ya shetani, hiyo anataka kufinyilia. What is God saying equally to that situation? And what do you know? Which truth do you know? Ukweli gani na ufahamu? Let me tell you, there is a way out. There is freedom. There is a way out. Hallelujah. There is a way out. There is a way out. Nataka uinamishe tu uso wako. Nataka ujiulize, ni nini hii sijui katika hii hali? Unaona kifo, kwa nini uone kifo? Huoni kuishi? Na maandiko inasema nitaishi, nitangaze wema wa Bwana, sitakufa vifo vya mapema. Hallelujah. Hallelujah. Just think about it. Fikiria hili jambo siku ya leo. Ujiulize, hii ninapitia ni kweli gani sijui? But God wants to visit you. Atakutembelea katika leo kile ambacho nacho kiamini na kile ambacho nacho ukweli ambao unaofahamu. Kwa jina la Yesu. Wakristo, neno hili ni letu. Sisi ni candidates, sisi ni citizens wa biguni. Na hii constitution ya biguni inafaa kutufanyia kazi. Na iko na mamlaka, iko na nguvu, inafaa kutufanyia kazi katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Wacheni tuamini na tuombe kwa jina la Yesu. Na kulingana sawa sawa na jinsi unavyoamini, so Bwana akutendee. So as you believe, as you know the truth, so may the truth work for you. Ukweli kufanyie kazi kwa jina la Yesu Masahaya. Hallelujah. May that truth work for you. May that truth work for you. May the power and the authority that is in truth, may it work for you. Ikufanyie kazi sasa kwa jina la Yesu. May it work for you. May it work for your family. May it work for your business. Kwa jina la Yesu. Ikufanyie kazi juu ya uzao wako. Ikufanyie kazi katika huduma yako. The truth that is in the word of the Lord. The truth that you know. The truth that you believe. May the word of God work for you. May it work for your family. May it work for your finances. May it work for you in the name of Jesus. May it work in your gifts. May it open door for you in the name of Jesus. May that truth, may the authority and the power that is in the word of God, that is in the truth, set you free today in the name of the Lord Jesus. May that truth work for you. May the power that is in the word, that is sword that is sharper than any double-edged sword, work for you in the name of the Lord Jesus Christ. Ninaomba kwa jina la Yesu, uweza hayo mamlaka yaliyo katika ukweli, katika neno la Bwana analosema kwamba litatoka nje kinywa chake bure, bila kutimiza kusudi aliyokusudia ufanye kazi juu ya maisha yako. You are a son of God. You are a child of God. Kwa jina la Yesu, may the constitution of heaven work for you in the mighty name of Jesus. May the authority that is in it work for you in the mighty name of Jesus. I pray that now when you are going to a battle uponyaji, for Lord Jesus Christ has paid the price for us. Kwa jina la Yesu Kristo alilipa gharama na sina deni nyingine ya kulipa. Nyinyi mnaopitia changamoto za ndoa, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Yeye ndiye aliyeka msingi wa ndoa. He is the founder. He is the alpha and the finish of our marriages. Ndoa yako itasimama, shetani apigane asipingane. Mungu anasema ya kwamba si mapenzi yake wawili aliyowaunganisha na kuwapatanisha watenganishe. Hakuna sababu, huo ni uongo wa shetani. Ndoa zetu hazitavunjika, ndoa zetu zitasimama katika jina la Yesu Kristo. Miaka ya mwanadamu ni zaidi ya miaka 70. Sitakufa kifo cha mapema. Hatutazika watu na maajali. Hatutazika watu kabla hawajafikisha wakati wao. Katika
katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Watoto wetu ni baraka, hawataleta machozi, madawa ya kulevya si kwao katika jina la Yesu. Rebelliousness and disobedience sio portion yao katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ, our work of hand is blessed in the name of Jesus Christ. As he says, may the truth work for us, may the truth work for you. May you bless in the mighty name of Jesus. May you have your breakthrough in the mighty name of Jesus. For silver and gold belongs to our Father in the mighty name of Jesus. May the Lord release them into your hands. Bwana aziachilie kwenye mikono yako katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ. Mungu aliyewapatia vipawa, Mungu aliyewapatia huduma mahali hapa, maandiko inasema ya kwamba the gift that is in a man, that is the truth, opens a door for you. He brings you before great men. Vipawa ambazo Bwana anakupatia zikuingiza mahali pakubwa, zifanye uinuke, zifanye ufanikiwe.